Ninachokihitaji kutoka kwako ndio hicho. Sawa? Lakini hicho ni nafasi ya pili, shangazi. Nafasi ya kwanza kabisa ni promise. Naomba promise yetu iende kama ilivyo. Nitajaribu. So utajaribu. Kaza moyo, sema nitaweza. Nitafanya. Asante. Lakini ngumu. Usiseme ngumu. Usiseme ngumu, sema nitaweza. Nitaweza. Asante. Mtoto amekupoza na mapenzi, huruma imekupoza, leo hauko tena. Sikiliza, subiri kwanza. Kicheko? Nao. Vipi? Safi washikamoo. Marahaba, lakini kicheko. Naam. Hebu na safari kidogo, ila ngoja kwanza, subiri. Mke wangu, hebu naomba wewe utangulie, nenda kapumzike. Mimi nishafika. Leta begi. Sio kanivunjia. Pale umeelewa? Subiri. Sije kanivunjia. Sikiliza. Naomba wewe uende ukapumzike kwanza. Sawa? Sikiliza. Wewe nenda ndani kapumzike, mimi nitakwenda hapo kunanitosha. Asante. Sawa? Nenda. Lakini sijaona bosi bwana. Najua hujaona. Sasa kicheko. Nao. Hebu nisikilize kwa makini. Umemwona huyu mke wangu? Ndio madam. Pamoja na yule kitchen boy. Ndio. Naomba unisaidie kitu kimoja, sawa? Ndio. Hebu naomba ufuatilie nyendo zao. Alafu nikija utanipa feedback kidogo. Mazingira hao. Yaani wewe mtu mzima ufuatilia tu, unaelewa. Kile utakachokiona juu yao. Nikifika unifikishie. Sasa hilo halina shida. Tena ondoa shaka kabisa. Mimi hadi shule ndio maana walinigaga monitor. Niandike wale wanaopiga kelele wale. Lakini hadi mwenyewe nilikuwa najiandika katika wapiga kelele. Hebu nifungulie mlango mimi. Ina shida. Bosi bwana. Wana safari njema. Asante. Bosi wangu ana mambo. Hatari kweli. Yaani kazi kweli. Hapa nipindike mimi mwenyewe kama mimi ndo bosi. Mtoto amekupoza na mapenzi, huruma imekupoza, leo hauko tena. Kitchen boy. Kitchen boy. Yes, madam. Amekupoza. Njoo. Okay. Mwamini mtu katika mapenzi, wenda akanogewa, wenda akanogewa. Unakimbizwa? No, sikimbizwi, ila umeniita kwa haraka na niwahi kufika kwa haraka. Gido, mbona sione mtu hapa? Ni hapa kweli? Kaka, hebu tulia. Hili ndio eneo lenyewe tumefika kwa ule mtaalamu nilikwambia. Wewe cha msingi tu sasa hivi kuwa na subiria. Atafika muda si mrefu. Na wenda hapa tunapoongea, yeye yupo anatusikia. Kweli? Huyu mtu noma. Yaani ninapokuambia amekaa baharini miezi 7. Miezi mingapi? 7 yuko baharini. Yaani michezo yake tu
kucheza na samaki, mara sijui kamezwa, katemwa. Wewe huyu noma. Wewe haujui umuhimu wako eh? Yaani unaona vinywaji vimeisha, alafu hujiongezi. Unategemea nini? Mimi ndo nikwambie niongezee? Ha? Lakini madam, it's not even done, but unataka tena kuongeza nyingine. Huoni kwamba utalewa? Na bosi aliniambia kwamba hautaki kulewa sana, ndio maana sijataka kuongeza kwenye chingine. It's not even good. Ulipokunywa panatosha. Bosi wako hapa yupo. Nipo mimi, sawa? Kwa hiyo fanya ninachokwambia. Tusitaki kubishana. Sasa ulifanya Maima. Mbona mnaogopa? Mmekuja kwa mzee Mweleka Samsolo nginja, unaogopa nini? Nini tatizo? Mzee Mweleka, tumekuja, tuna shida. Ndugu yangu huyu ana shida, ana matatizo, tunaomba tusaidie. Sawa, nitakuletea. Nimeleta madam, kwa hiyo naweza nikaenda kuendelea na kazi. Arudi. Kaa tunywe. Hii ni kwa ajili yako. Kwa ajili yangu? Lakini I'm not even taking alcohol. Mimi situmii kwa sababu nipo kwenye kazi, na kama nipo kwenye kazi nikisema ninywe pombe sitaweza kufanya kazi yangu vizuri. Kwa hiyo sorry madam, you can enjoy yourself. Karibuni. Wewe ukae pale. Acheni uoga, mmekuja kwa mzee nginja. Kaeni pale tuzungumze. Twende, hatuwezi kupotea. Usiogope, uko na mimi. Wewe tuondoke. Wewe unaogopa? Karibuni sana. Hapa ndo kwa mzee Mweleka Samsolo nginja. Akishindwi na kitu chochote mnachotaka kinafanikiwa kwa muda mfupi tu. Nini shida? Mimi ndo ninayekwambia. Hebu njoo tunywe. Na kazi samani. Njoo ninyoshe. What? Njoo ninyoshe, unasikia? Nikunyoshe? Kwa nini? Njoo ninyoshe. Lakini mimi kilichonileta hapa ni kazi ya usafi pamoja na kupika na shughuli zingine ndogo ndogo, lakini masuala ya kukunywisha pombe utanisame, siwezi. Mwelezee tu kaka. Sema. Mzee nginja, mimi na familia naishi nayo huko mjini. Sasa ile familia inanitegemea mimi kwa kila kitu. Nimefukuzwa kazi, nimeachishwa kazi. Najua kila kitu. Na una hela, najua. Umesikia mzee nginja? Yaani mimi ninachokihitaji, wale ile familia nikiileta huku kwangu kuishi nao huko kijijini, kwa sababu nimejenga, wakubaliane na maisha ambayo tutaishi, kwa sababu mimi sina kazi, sina pesa. Naomba nionyeshe. Niache basi. Niache nikunyoshe. Okay, niache. Hata mshahara nilikuwa sijapewa, ina maana yani hapa nimevurugwa, sielewi. Naomba nikwambie kitu kimoja. Nikiamua kufanya nafanya vyangu. Nipo tayari za nikafanya kitu, hata ukitaka wawe mamandondocha inawezekana. Chochote ninachotaka mimi
Inawezekana sio kazi kubwa kwa mzee Mweleka, mzee wa Nginja Samsolwa. Nisikilize kwa makini kijana. Kijana, humu ndani kuna ilizi. Ilizi. Sasa basi, nataka hii ilizi uichukue ukaifunge juu ya mlango. Wanapoingia tu hao watu wako, unachongea chochote kile, hata ukiwaambia hii nyumba pia sio ya kwangu, nimekuja kuhifadhiwa kwa muda mfupi, hakuna mtu atakupinga na wote watakuwa na amani. Sijui unanielewa vizuri Kweli? Ila masharti lazima wapite kwenye huo mlango. Njoo chukue. Nisaidie basi. Kanisaidie kuchukua. Blaza, nenda kachukue wewe ile. Njoo mchukulie. Tena sitaki sadaka yoyote. Vikazi vidogo vidogo hivi mimi sitaki sadaka hivi. Kila kitu kimekwisha. Asante sana. Haina shida, haina shida, ni swala dogo sana kwangu. Mnaweza mkaenda. Bonga tu, yani kama nyumba zao. Anatena wana. Subiri kwanza. Tulia hapo. Shangazi, karibu. Tulia hapa. Karibuni sana shangazi. Karibuni sana. Msiende mbali kwanza, simameni hapa. Nataka kwanza tufanye kidogo utambulisho, sawa? Ehe. Tulia, usinishike kwanza. Usinishike. Nadhani hapa mmefika mko nyumbani, sawa? Kuweni na amani. Shangazi. Ndio. Karibuni sana. Mke wangu, karibu sana. Jisikie huko nyumbani. Hapa ndio kwako. Sawa? Karibu sana. Hapa umeshafika nyumbani kwako. Jisikie hapa ni kwako. Sawa? Na shangazi, mpeleke mke wangu akapumzike. Mpeleke mwari ndani. Nimerudi kwako. Nimeona yote yale uliokuwa ukiyafanya na yule kitchen boy. Nimeona yote, huna cha kunificha. Kwa hiyo hapa kilichokuwepo, naomba ung'oe mguu wako huu, nenda. Kama ni chochote cha kwako kikitaka kukuta huko kwetu. Mume wangu, lakini unafanya vibaya. Umesahau. Sikiliza wewe, toka. Toa huyu mtu. Sikiliza. Toa huyu mtu. Mtolee huyu. Toa huyu mtu nje. Toa. Nimeota ndoto. Mume wangu amekuja na amenifukuza. Amejua hichi tunachokifanya. Mungu wangu. Sikiliza nikwambie mpenzi wangu. Relax, sawa? Mumeo kama umeota ndoto, hiyo ni ndoto tu. Sometimes kitu ukikifikiria sana uwaga kinakaa akilini. Kwa hiyo hata ukirelax, ukisinzia tu kidogo unakuwa unaota. Usijali, sawa? Yaani kwa hiyo sasa, yani hapo sijui kwa mazingira yanavyoyaona. Mimi niko naona tungika tu hata juu ya geti tu.
kwenye mlango huu. Unaona mazingira yalivyo, inaonekana huu mlango hautumiki huu. Asante, lakini nimeenjoy Kweli. Yaani unajua toka nimefunga ndoa na mwanangu sijawahi kufanya yani kitendo kama hicho. Yaani najihisi raha kifani. Usijali kwa sababu hata mimi nimeenjoy pia. Basi wakati mwingine tufanye muda mrefu. Kweli. Na mlango mwingine au labda tukaweke kwa nyuma hivi huko kwenye mlango mwingine. Huko barazani. Basi sawa. Kuna ugeni? Sasa hizi da. Salama, vipi hali? Salama, kwema. Kwema, vipi hali? Salama, namshukuru Mungu. Za masiku. Kwema, za majukumu. Salama. Za kupotea. Nashukuru Mungu. Za leo baba? Salama tu mama, habari za siku? Salama, kwema. Kwema. Karibuni. Asante. Mimi nimekuja mapema tu hapa nikampa mwanao begi yangu yaniwekee ndani, sio aliweka kule. Itakuwa kaweka lakini hajaniambia kama kuna ugeni. We. Si unajua tena mimi siku nyingi sijafanya. Kwa ndio maana leo nimewahi, ila siku nyingine tutafanya muda mrefu. Siku nyingine tutafanya kwa uhuru kwa sababu hata mimi pia nilikuwa na uhuru. Ila uko vizuri kama una miaka 18 vile. Au unataka tena? Saizi nimechoka. Baadaye sijajua na muda mrefu. Mtoto yule akishika simu unaweza ukasema ndani hayupo. Karibu. Sasa mimi nashangaa, naona nimekuta mazingira najua nimeacha walinzi, lakini hivi kweli baba mimi nilipata ajali, si umeona mguu. Ila sasa hapa nikikaa sawa nitafanya usafi, wala usijali. Pole sana. Sawa, karibuni. Sawa, sisi kuna jambo kidogo tunataka tufanye hapa. Kwa hiyo wewe unaweza kuendelea na shughuli zako. Karibuni. Haya, asante. Karibuni sana. Asante sana mama. Haya. Sasa unasikia? Twende tuangalie tu mlango huko. Bwana bwana, mimi nafikiri hapa mlango huu ndio unafaa. Kwa sababu tunaona uko wazi na maana huu unatumika zaidi. Tena bwana. Hapa panafaa. Kwa hiyo kama vipi, sikiliza. Tufunge hapa sababu watu wote wanaonekana wanapita hapa. Huu ndio mlango ambao sana unatumika. Sio tunakuta wazi. Hata mwenyewe anavyoona bwana huo. Ya huko ndo unatumika huo. Unafaa. Kwa hiyo ifunge hata hapa. Hapa Wewe nani unazunguka milango hapo sio kasa ya viatu? Ni shangazi. Kaoa. Karibu. Karibuni. Shangazi, karibuni. Mbona shangaa? Si wapokea begi? Mtoto amekupoza na mapenzi, huruma imekupoza, leo hauko tena, ona unavyoteseka, mapenzi yamekupoza kweli. Usimwamini mtu katika mapenzi, mapenzi wenda akanogewa, wenda akanogewa. Yaani mzigo mzito kama umekwa mawe. Unaona? Tena kajitini bwana. Haya, hamna shida. Haya baadaye. Success. Mzuri. Kama wewe ulivyomwona mzuri na mimi ndo nilimwona mzuri vile vile. Unielewa? Nikamuelewa na nikampenda.
Kwa maana hiyo nikafanya juhudi za hali na mali nikamfanyia mpango mwanangu. Kwa maana hiyo unavyomuona hapo ni mke halali wa mumeo.